إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. Ndugu zanguni katika imani, na kuhusieni baada ya kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika imani, allamatna alhaya, maisha yametufundisha anna jami'a ni'am, kuwa neema zote tunazomiliki biyadi Allahi subhanahu wa ta'ala, zote ziko mikononi mwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allamatna alhaya, maisha haya tunayoishi na maisha haya ambayo yanatupitisha katika vituo aina mbalimbali yametufundisha kuwa neema zote tulizokuwa nazo biyadillah, ziko mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Waqad tataghayyar fi lahdha, na neema hizi tulizokuwa nazo zinaweza kubadilika muda mchache tu, sekunde. Neema uliokuwa nayo inaweza kukuponyoka. Allah tabaraka wa taala, ndugu zanguni, ametuneemesha neema nyingi sana tunazozijua na tusizozijua, lakini tunajua kuwa ni neema pale ambapo zinatuondokea, ndio tunajua kuwa ni neema. Neema hizi ndugu zanguni katika imani biyadillah, waqad tataghayyar fi lahdha waqad tazulu fi lahdha. Neema hizi zinaweza kubadilika lahdha, sekunde chache, na zinaweza kuondoka lahdha, sekunde chache. Watoto ni neema, mali ni neema, as-sihha wal afia, afya ni neema, al-amn wat tumanina, amani na utulivu ni neema. Fa kullu hadhihi an-ni'am wa ghayruha, neema hizi na neema nyinginezo biyadillah, ziko mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Waqad tazulu fi lahdha, na zinaweza kuondoka muda mchache tu, zinaondoka. Allah tabaraka wa taala anatuambia, wama bikum min ni'matin famin Allah, na nyinyi neema zozote mlizokuwa nazo famin Allah, ni kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zanguni katika imani, wama bikum min ni'matin famin Allah, na hamna neema yoyote ambayo mnaneemeka nayo famin Allah,
tambueni inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na kama chanzo cha neema ni kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, Allah ana uwezo wa kuiondoa neema hiyo kwa muda mchache tu. Allah ana uwezo wa kuibadilisha neema hiyo kwa muda mchache tu. Ndugu zanguni katika imani, hapo nyuma tulikuwa kwenye neema kubwa ambayo saa zingine tulikuwa tukiijua ukubwa wa neema hiyo, na saa zingine tulikuwa tukiiona ni ya kawaida, na neema nyingine nyingi ambazo Allah tabaraka wa taala ametuneemesha. Wajibu wetu ndugu zanguni katika imani, kwa neema ambazo ametuneemesha Allah tabaraka wa taala ni nini? Hili ni la msingi sana ndugu zanguni. Sote tunakubali afya ni neema, amani ni neema, mali ni neema, watoto ni neema, na neema nyingine nyingi ambazo Allah katupa. Hizi ni neema ambazo Allah katupa. Wajibu wetu ni nini kwa neema hizi ndugu zanguni katika imani? Wajibu wetu mkubwa ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kila neema ambazo katuneemesha. Kila mmoja ameneemeshwa neema. Tuna neema ambazo tunashirikiana, kama neema ya amani, tunashirikiana kwa neema hizi. Lakini kuna watu Allah tabaraka wa taala ikhtassa birahmatihi man yasha, amewahusisha kwa neema zake wale anaowataka. Kuna watu Allah kawapa neema maalum, na wenyewe wajibu wao ni nini? Ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala, na kumshukuru Allah tabaraka wa taala kama Allah anavyotuambia, wa idh ta'adhana rabbukum, na kumbukeni alipotangaza Mola wenu, la in shakartum la azidannakum, endapo mkinishukuru nitakuzidishieni. La in shakartum, qala al-Imam al-Qurtubi, anasema al-Imam al-Qurtubi, la in shakartum maana yake ni nini? La in shakartum in'ami la azidannakum min fadli. La in shakartum in'ami, endapo mkinishukuru kwa neema ninazo kuneemesheni, la azidannakum min fadli, nitakuzidishieni fadhila zangu. Wajibu wa kwanza ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema alizotupa, na kumshukuru Allah kwa neema alizotupa Allah tabaraka wa taala ni kumshukuru kwa aina mbili. Ni kumshukuru kwa aina mbili: kutumia neema aliyokupa Allah tabaraka wa taala katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Allah akakupa mali, tumia mali yako katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Allah akakupa afya, tumia afya yako katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Allah akakupa amani na utulivu, tumia wakati wa amani na utulivu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Huku ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala, na kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema alizokupa, nisbatuha ilayhi, ni kuzichegemezesha neema hizo kuwa ni za Allah tabaraka wa taala peke yake. Allah kakupa mali si kwa ujanja wako, ni Allah ndiyo kakupa, na yeye ndiyo kakupa wewe. Allah kakupa watoto, Allah katupa amani. Hii yote hakuna mtu aliyesababisha amani ya nchi yetu isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Huku ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Wala in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitakuzidishieni. Wala in kafartum inna adhabi lashadid, mkinikufuru inna adhabi lashadid, hakika adhabu yangu ni kali. Tukikufuru neema za Allah, Allah atatuletea adhabu ndugu zanguni katika imani. Na kukufuru neema ya Allah, Allah kakupa neema fulani ukaitumia katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Hii ni aina ya kwanza ya kukufuru neema. Na aina ya pili ya kukufuru neema, kuitegemezesha neema hiyo kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Hii wallah, hapa ndipo tulipoteleza. Tunategemezesha neema aliyotuneemesha Allah kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Tulikuwa tuna neema ya amani. Amani ilikuwa imetawala, hatukujua kuwa ni neema, lakini tulikufuru. Badala ya kumshukuru Allah, kutegemezesha amani tuliyokuwa nayo kwa Allah,
watu wakachegemezesha amani kuwa sisi tumeachiwa hii amani na mtu fulani ametujenga tukawa tuna amani. Wallah, huku ni kukufuru neema ya Allah tabaraka wa taala. Tulikuwa tuna amani, tukaona sisi wa Tanzania ni watu wa amani tu, necha yetu sisi ni amani tu, hayawezi kutoka machafuko ya aina yoyote, ndiyo necha yetu sisi. Tukachegemezesha amani kwa necha na kutuchegemezesha amani kuwa hii ni neema ya Allah tabaraka wa taala. Inabidi tumshukuru Allah tabaraka wa taala. Inna adhabi la shadid. Allah akatupa kichapo pale ambapo hatukutegemezesha neema hii kwa Allah tabaraka wa taala. Tukaona fulani na allan, mtu fulani, kiongozi fulani ndiyo sababu ya amani ya nchi hii. Wallah, Allah ndiyo sababu wa amani ya nchi hii. Tulipoona ni kiongozi fulani ndiyo sababu ya amani yetu, tumekufuru neema ya Allah, tumekufuru neema ya Allah. Na Allah anasema wala in kafartum inna adhabi la shadid, mkinikufuru hakika adhabu yangu ni kali. Ndugu zangu katika imani, kufranu ni'am, kukufuru neema aliyotupa Allah tabaraka wa taala ni sababu ya adhabu, ni sababu ya adhabu. Na kushukuru neema ni sababu ya kuzidishiwa. Yaliyotupata sisi ni sababu ya sisi tulikufuru neema ya Allah, neema ya amani, tukamchegemezeshea kiumbe kuwa yeye ndiyo sababu ya amani na wala sio Allah. Ndugu yangu katika imani, kufranu ni'am, kukufuru neema na kupinga neema, sababu zawaliha, ni sababu ya kuondoka hiyo neema. Angalia Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati An-Nahli aya ya 112, Allah anasema anataka kutuonyeshea ni namna gani kukufuru neema kunabadilika kunakuwa ni adhabu. Allah tabaraka wa taala anasema وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا، na Allah anakupigieni mfano wa nini? Qaryatan kanat aminatan mutmainna, mfano wa mji, mfano wa nchi, mfano wa kijiji. Kanat amina, nchi hiyo ilikuwa ina amani nzuri kabisa. Mutmainna, imetulia kabisa, haina rabsha, haina vurugu, amani imetawala. Yatiha rizquha raghadan min kulli makan, na Allah akawa anapeleka riziki yake katika mji huo raghadan, kwa wepesi kabisa, min kulli makan, kila sehemu. Nchi imetulia, ina amani, inapata riziki yake kwa uzuri kabisa, inafika kila sehemu, inafika riziki yake, hawana shida watu wa mji huu. Lakini fakafarat bi an'amillah, wakakufuru neema ya Allah, wakakufuru amani waliokuwa nayo, wakaona ni kwa sababu wenyewe ni wajanja sana, ni kwa sababu ya mtu. Wakakufuru utulivu waliokuwa nao, badala ya kumtegemezeshea Allah amani waliokuwa nayo, utulivu waliokuwa nayo, kuwa ni Allah ndiyo ametupa neema hii, wakakufuru. Na sisi tulikufuru. Huu mfano Allah anaupiga ni kana kwamba natuongelea sisi. Tulikuwa tuna amani, qaryatan kanat aminatan mutmainna yatiha rizquha raghadan min kulli makan. Tulikuwa tuna amani, tumetulia, hakuna rabsha, hakuna vurugu. Fakafarat bi an'amillah, mji huo ukakufuru neema za Allah, ikaona amani ni kitu cha kawaida tu, ni necha yetu, wala sio neema kutoka kwa Allah. Amani imesababishwa na fulani na allan, wala si sababu ya Allah. Wakakufuru watu hawa, faadhaqaha Allahu
libasa al-ju'i wal-khawfi bima kanu yasna'un. Allah akawaonjesha kwa kukufuru neema ya Allah, kwa kuona amani waliokuwa nayo haitoki kwa Allah, ni sababu ya mtu. Fadhaqaha Allahu, Allah akawaonjesha libasa al-ju'i, vazi la njaa. Walipigwa na njaa ndugu zanguni, wal khawfi, na hofu. Amani ikiondoka, vitu viwili huwa vinatawala. Njaa inatawala. Watu walikuwa wanasema tungezuiliwa muda wa mwezi mmoja au wiki mmoja, hali ingekuwa tete sana. Hii ni adhabu kutoka kwa Allah. Usitafute mchawi adhabu kutoka kwa Allah. Fadhaqaha Allah libasa al-ju'i, Allah akawapiga akawaonjesha adhabu ya njaa, wal khawfi, na adhabu ya hofu. Njaa imempiga mtu, yuko kwake, watoto ndani wana njaa, nje hapatokeki, anaogopa, lakini inabidi atoke kwa kunyatia na kwa kujificha, ili mradi akatafute chakula cha watoto. Hapatokeki tena kwa amani. Haya ni malipo ndugu zanguni, ni malipo pale ambapo tumekufuru neema ya Allah, neema aliyotupa Allah, tukaona ni ya kawaida, tukaona sisi ndio asili yetu, na wala hatukumshukuru Allah, bali tukatumia amani tuliyokuwa nayo, utulivu tuliokuwa nao kumwasi Allah tabaraka wa taala. Na hii ndiyo adhabu yetu ndugu zanguni, Allah anatuadhibu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا شاكرين ونؤمن به إيمانا موقنين ونقر بوحدانية إقرار الصادقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. علمتنا الحياة. ndugu zanguni, maisha yametufundisha kuwa masaibu tunayoyapata, misukosuko tunayoipata, shida tunayoipata, dhiki tunazozipata, yote haya ni machumo ya mikono yetu. Hakuna wa kulaumiwa, ni sisi wenyewe tujilaumu. Hakuna wa kulaumiwa, ni sisi wenyewe. Misukosuko tuliyopitia, kama hatujajifunza, itajirudia tena. Misukosuko tuliyokuwa nayo ni machumo ya mikono yetu. Na Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'an, katika surati Rum aya ya 41, Allah anasema dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nas. Ufisadi umedhihiri baharini na nchi kavu, ufisadi umedhihiri. Sababu ni nini? Bima kasabat aidi nas, ni sababu ya machumo ya mikono ya watu. Ufisadi huu ambao umetokea, sababu ni mimi na wewe, tusitafute mchawi. Na Allah akasema katika aya nyingine, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, na hakuna msiba wowote, tatizo lolote linalokukuteni nyinyi, fabima kasabat aidikum, basi hayo ni machumo ambayo mikono yenu imechuma. Wayafu an kathir, lakini Allah bado anasamehe mengi tu. Laiti angefatiliza Allah kwa kila kosa tunalolifanya, angefatiliza Allah kutuadhibu, basi angetuadhibu sana. Lakini pale anapoona kutuadhibu, anatuadhibu, lakini na mengine anayaacha. Ndugu zanguni katika imani, hali yoyote itakayomsibu Muislamu, hali yoyote itakayomsibu mwanadamu, basi ajue yeye amechangia kwa asilimia kubwa tu, kachangia. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim anasema, fa kullu naqsin wa bala'in wa sharrin fi dunya wal akhirah, kila mapungufu yanayopatikana na mabalaa na shari duniani
na akhera. Yote haya fasababuhu dhunub, sababu yake ni madhambi. Wa mukhalafatuhu awamira rabbi, na kwenda kinyume na maamrisho ya Allah. Pale ambapo tunafanya madhambi ya kutokushukuru neema za Allah na kuzitumia neema za Allah katika maasi, hii ni sababu ya mabalaa na mashari na matukio ya aina mbalimbali ambayo yanatupata. Ndugu yangu katika imani, hatuwezi kuwa salama kama hatujarejea kwa Allah tabaraka wa taala. Makosa tunayoyafanya ndiyo sababu ya haya matatizo tuliyokuwa nayo, na hii ni sunna ya Allah tabaraka wa taala. Kila watu wanapozidisha makosa, wanapozidisha kutokushukuru neema za Allah, wanatumia neema za Allah katika kumwasi Allah, na wanaona hizo neema ni za kawaida tu, Allah tabaraka wa taala huwashushia adhabu kutoka kwake, na hiki ni kichapo cha Allah kutoka kwake. Tusitafute Gen Z wala Gen Y, tatizo ni sisi wenyewe. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'an, anatuambia fakullan akhadhna bidhambi, fakullan akhadhna bidhambi, kila mmoja katika umati zilizopita, akhadhna bidhambi, tuliwaadhibu kwa makosa yao, tuliwaadhibu kwa makosa yao. Sisi ni wakina nani tusiadhibiwe na Allah kwa makosa tuliyoyafanya? Sisi ni wakina nani Allah akatuacha tu hivi hivi tu? Sisi ni wakina nani kwa kukufuru neema ya Allah ambaye ametuneemesha awamun adida madida, miaka mingi katuneemesha neema ya amani na utulivu? Sisi ni wakina nani tusiadhibiwe na Allah kwa kukufuru neema hii na kuitegemezesha kwa asiyekuwa Allah? Sisi ni wakina nani Allah atuache salama? Fakullan akhadhna bidhambi, wote sisi tuliwaadhibu kwa makosa yao. Faminhum man arsalna alayhi hasiba, miongoni mwao tuliwatumia kimbunga kikawatoa, kikawachukua, kikawa kinawapiga chini, wanakufa hapo hapo kwa makosa yao waliyofanya. Wa minhum man akhadhathu sayha, na wapo ambao waliadhibiwa kwa ukelele. Ulipigwa ukelele mmoja, watu wakalala chini kwa makosa yao. Wa minhum man khasafna bihi al-ardha, na kuna wao wengine waliadhibiwa kwa kudidimizwa ardhini kwa makosa yao. Wa minhum man aghraqna, na wengine waliadhibiwa kwa kuzamishwa kwenye maji. Wama kana Allahu liyadhlimahum, hakuwa Allah amewadhulumu hao kwa kuadhibu kwa makosa yao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini wao walikuwa nafsi zao wamezidhulumu. Ndugu zanguni katika imani, tukiendelea na hali hii, hali ya madhambi tuliyokuwa nayo, hali ya kutokumshukuru Allah kwa neema, tujue hali hizi zitaendelea. Ndugu zanguni katika imani, angalia, kila mmoja angalie uhusiano wake na Allah ni upi. Kweli wewe una uhusiano mzuri na Allah ili Allah akuonee huruma? Unatekeleza maamrisho ya Allah? Kama utekelezi maamrisho ya Allah, hatuamrishani mema, hatukatazani mabaya, basi tujue kama walivyoadhibiwa wa mwanzo na sisi tutaadhibiwa. Angalia uhusiano wako na viumbe ukoje. Kama ikiwa uhusiano wako ni mbaya, basi yaliyowapata wale na sisi yatatupata. Vipi Allah tabaraka wa taala, ndugu zanguni, aturehemu sisi na atuonee huruma sisi, hali ya kuwa atusimamia Allah tabaraka wa taala. Hatusimamia Allah tabaraka wa taala. Kwa nini asituadhibu? Ni watu wangapi wana uwezo mzuri tu wa kusimamia ya Allah, lakini hawasimamia Allah? Ni watu wangapi wana uwezo mzuri tu ya kusimamia watu mayatima, wajane, viwete, wenye magonjwa, wenye nini, hawasimamii? Unadhania Allah naye atasimamia wako? Arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa. Unataka rehema ya Allah, Allah akurehemu, akuondoshee mabalaa haya,
hali ya kuwa hujaanza kuwaonea huruma wale waliopo katika ardhi. Arrahimuna, wale wenye huruma, yarhamuhumur rahman, Rahmani Allah anawaonea nao huruma. Allah kutuonea huruma kwa sababu hatuwaonei huruma watu. Irhamu man fil ardi, waoneeni huruma wale waliokuwepo katika ardhini, wale ambao tunaishi nao hawajiwezi, waoneeni huruma. Yarhamkum man fis samaa, aliyoko mbinguni naye atakuoneeni huruma. Unataka huruma, muonee huruma. Tusimamie Allah. Una uwezo, haki ya Allah hutoi, uwasaidie wenye kuhitaji. Unadhania Allah atatuacha salama? Unawapa 2000, 200, 100 ngapi? Kesho yupo. Kuna watu wako hapa msikitini viwete, hawajiwezi, hohehahe. Kila siku wapo wazee hawajiwezi. Watu wanapita wanawaona tu, wanahitaji huruma ya Allah. Huruma ya Allah utaitoa wapi? Sikiliza, Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi anasema, abghuni dhuafakum, niangalizieni jamani wale ambao ni madhaifu katika nyinyi. Innama turzaquna wa tunsaruna bidhuafaikum, si kwa linginelo nyinyi. Turzaquna, mnapata riziki, wa tunsaruna, na mnanusuriwa, bidhuafaikum, kwa hawa madhaifu mnaowaona, hawa ambao kwenu hawana thamani, kwenu mnawaona ni watakataka tu. Una uwezo, kuna haki ya Allah unatakiwa umpe, haumpi. Mali zipo, watu wana shida, hawapewi. Allah atatuacha sisi salama? Unatakiwa kutoa zaka, utoi zaka, Allah atatuacha sisi salama? Yule dhaifu, maskini, yatima, mjane, mzee, hana kitu, tunasali naye, tunapita tu tunamwacha. Kijana hana nini, tuna uwezo wa kumsaidia. Tusimsaidie kwa sadaka yako, basi toa fungu ambalo Allah kakuwajibisha katika mali yako, mpe, hilo ni fungu lake. Unataka rehema ya Allah, hata kile cha Allah alichokulazimisha kutoa katika fungu la mali yako hutaki kumpa, unamdanganya kwa 2000, kwa 3000. Unadhania Allah atatuacha salama? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa. Aina daurul masajid, nafasi ya misikiti iko wapi? Allah atatuacha salama? Misikiti mingi ina mali, si ya Mwanza, Tanzania nzima ina mali, ina aukafu, ina nini. Wako wapi wanaosaidiwa? Wale viwete pale nyuma 10, 12 wale, na wenyewe tunashindwa kuwasaidia. Matajiri wako wapi? Muwaoni? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa. Allah hawezi kutuacha, Allah hawezi kutuacha. Lazima atatuchapa bakora tu, lazima atatuchapa bakora tu, na bakora zitaendelea kuwepo, haziwezi kurudi nyuma. Tukiwa hivi tulivyokuwa hivi, bakora haziwezi kurudi nyuma. Kinachotakiwa nini? At-tadharru warujuu ila Allah. Sasa tunyenyekeeni ndugu zanguni, na turejee kwa Allah. Ni muda wa kunyenyekea na kurejea kwa Allah, ni muda wa kumlilia Allah, ni muda pale kila mmoja ajichungulie ana makosa wapi kwa na Allah. Kama ulikuwa utoi zaka, toa zaka. Kama ulikuwa una mapungufu katika kumwabudu Allah, muabudu Allah. Ndiyo tutatoka hapo, lakini hatuwezi kutoka hapo tukiwa tunatafuta ni nani wa kulaumiwa. Wewe ukajiona uko salama sana. Tunatakiwa tunyenyekee kwa Allah, turejee kwa Allah. Kuna sehemu tumemkwaza Allah, turejee kwa Allah. Na hivi ndivyo alivyokuwa wema waliotangulia. Umar bin Abdul Aziz, ilipokuwa ikitokea matatizo katika nchi aliyokuwa akiitawala, yakitokea matatizo, anaandika barua kutuma kwa wakuu wa mikoa wote, anawaambia kuwa hili tatizo lililotokea
hili tatizo ni kubwa, lazima turejee kwa Allah. Waamrisheni Waislamu wafanye toba sana, na muamrisheni Waislamu wamnyenyekee Allah na wafanye istighfar kwa madhambi yao. Na sisi tunatakiwa tumrejee Allah, tufanye toba sana, turejee kwa Allah kwa kufanya istighfari sana, kwa kumlilia Allah sana, ili Allah atuvushe salama, Allah atutoe tulipokuwa. Lakini kila mmoja aangalie mapungufu yake na Allah ni yapi. Kila mmoja aangalie, kila muasasa, kila taasisi, msikiti, uangalie mapungufu yake kwa Allah ni upi. Unasimamia dini kweli? Kweli unasimamia dini? Kweli unasaidia watu? Kweli mali za wakfu zinaenda kwa wanaohitajika? Kweli? Ndio tutatoka hapa, ndugu zanguni. Tusidanganyane, hatuwezi kufika, haiwezekani. Kila siku anakuja mjane, anakuja yatima, anakuja nini. Waislamu wenye hela wapo, misikiti ni matajiri, haisaidii chochote. Sifrul yadain. Allah atatuacha salama. Walioacha hayo majumba, walioacha manini, walikuwa wanayapenda, ndugu zanguni. Sio kama walikosa watu wa kuwarithi, walikuwa nao, lakini walitanguliza kwa ajili ya Allah, ili wawe salama kwa Allah. Sisi tunafanya nini? Kila mmoja ajitathmini, kiongozi ajitathmini, anayeongozwa ajitathmini, shekhe ajitathmini, nani ajitathmini. Tusuluhishe pale tulipoteleza, ndio tutabaki salama. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'ani, walaqad arsalna ila umamin min qablik, hakika tulituma mitume kwa umati zilizokuwa kabla yako ewe Muhammad. Fa akhadhnahum bil ba'sa'i wadh-dharra, umati hizo zikaenda kinyume na sisi, tukaziadhibu kwa dhiki na shida, tukaziadhibu. La'allahum yatadharraun, kuziadhibu kwa dhiki na shida ili nyumati hizo zinyenyekee kwa Allah. Allah ametuadhibu muda mchache sana ili turejee kwake. Sasa tukimbilie kwake. Tusipokimbilia kwake hali ni mbaya. Usidhanie kuwa yatakwisha, yatakuja tena. Kila mmoja ajitathmini na kila mmoja asimamie haya, ndugu zangu katika imani. Tunyenyekee kwa Allah, kila mmoja amuombe Allah kwa nafasi yake. Tuachane na dua hizi za michongo za kisiasa hizo hazitusaidii lolote. Dua za kisiasa, Jumamosi kuna dua, tukutane pale tuombe dua, baada ya hapo tupige mpunga. Achaneni na dua za kisiasa hizi, hazina amani, hazina lolote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wewe kaa kipembezoni, mlilie Allah wewe, kwa sababu ndio unajua umemwasi Allah nini. Mlilie Allah wewe, kwa kumlilia Allah kisawasawa, wewe kwa muda wako, sio kwa muda wa kupangiwa. Wewe mlilie Allah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.